Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Wilson Ochuka. Rais William Ruto hii leo ametaja maandamano yaliyofanyika siku ya Jumatano kuwa vurugu zilizopangwa kimakusudi na pia za kuhujumu uchumi. Akizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu maandamano hayo, rais pia aliwashtumu wanaoendeleza wito wa kumng'oa madarakani kwa kuchochea vurugu na kuisukuma nchi kwenye ghasia na machafuko. Brenda Wanga na maelezo zaidi. Siku mbili baada ya jiji la Nairobi na miji katika zaidi ya kaunti 20 kushuhudia maandamano yaliyogeuka kuwa na vifo na ghasia, Rais William Ruto sasa anasema yaliyoshuhudiwa hayakuhusu uhuru wa kikatiba, bali ni matokeo ya uovu uliopangwa, uliosukumwa na machafuko, hali ya kutotii sheria, hujuma ya kiuchumi na chuki. If you hate the leaders, I want to tell you, hate brings conflict. Conflict brings violence. Violence is not a solution to unemployment, is not a solution to any of the challenges that Kenya is facing. So, if your strategy is anchored on hate for other people, for leaders, how are you going to provide a solution for our nation? Mbali na kudai haki kwa waathiriwa wa ukatili wa polisi na mauaji ya kiholela, waandamanaji pia wamekuwa wakitaka serikali ya Kenya Kwanza iondoke mamlakani, wakimkejeli rais kwa kusema atahudumu kwa muhula mmoja tu. Rais alizungumzia hayo moja kwa moja, akisisitiza kuwa uongozi uko chini ya katiba. Terms are limited. You can either be 1 term, you can be 2 term. Maximum. You cannot have more than that. So what is this craze about terms? The Constitution already provides for those terms. So please, let us look for the solutions of our challenges. And solutions cannot be found in terms. Solutions are found in strategy and a plan. And if it is Ruto must go, tell me how you want me to go. What? You know, I mean, let's be honest with ourselves. What do you mean? What do you mean by Ruto must go? How do I go? Ruto pia aliwataka wapinzani wake kukabiliana naye kwa njia za kikatiba na si kwa maandamano na ghasia ambazo zimeshuhudiwa katika siku za hivi karibuni. You know, I can also go and concentrate on farming and help in food security. You know, if you have a better plan, but don't ban the country for heaven's sake. We don't have another country. And I want to ask the leaders, religious leaders, political leaders, who are encouraging this movement towards violence and chaos and anarchy. What is your plan? So, you're telling these young people to burn the place. You're telling them to cause violence. So that what happens? So that we move to where? Rais sasa amemwamuru Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu maandamano yaliyogeuka kuwa ya vurugu na kuhakikisha wote waliohusika wanachukuliwa hatua za kisheria. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.